chain of command. Kwa mujibu wa taratibu za kijeshi, masuala ya ushauri, mapendekezo, maoni yanaanzia ngazi ya chini kwenda juu. Kuna jambo, kuna kiongozi wako anayefuata. Ikifika kwake, inakwenda kwa kiongozi mwingine wa juu yake, inaenda kwa staff officer, inaenda kwa mkuu wa gereza, inakwenda kwa RPO, hatimaye inafika makao makuu au mamlaka za juu zaidi. Na kutoka nia natoka maelekezo vivyo hivyo yanatolewa na mkuu wa jeshi au kiongozi yote wa juu, yatashuka chini mpaka kwa mtekelezaji wa mwisho. Kiutaratibu majeshini lazima tufuate mfumo huo. Yapo mazoea ya baadhi yetu, baadhi ya maafisa, baadhi ya askari, kuwa gereza yupo, RPO yupo, na ni jambo la kawaida sana, hii moja kwa moja anairusha kwa mkuu wa jeshi. Sasa mkuu wa gereza na kazi gani? RPO na kazi gani? Hata nilipika makao makuu wakati nje kwa mkuu wa jeshi kwa kamishna akiangalia na sema hili si kwa staff officer tu kwa gereza. Hili si ilikuwa lishe kwa mkuu wa gereza. Ili RPO sengemaliza tu. Mengi sana. Tunapokea mengi sana ambayo ukiachuja kama tungefuata utaratibu wa chini ukomandi, mengi tunaweza kuyamaliza kwa ngazi za chini, ngazi ya gereza au ngazi ya mkoa. Tuzingatie utaratibu wa chini ukomandi kwa kuwasilisha masuala yetu kwa utaratibu huo ambao upo kwa mujibu wa miundo yetu. Mkuu wa jeshi alitoa kauli hiyo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2024 saa 2:30 asubuhi, wakati akitoa hotuba kwa watumishi wa jeshi alipofanya ziara ya kikazi jijini Dar es Salaam. La kujiuliza ni kwa namna gani kauli hiyo inatekelezwa kwa vitendo huko vituoni, na kama inatekelezwa kwa kulegalega kwa baadhi ya vituo, ni nini kinasababisha? Kimsingi majibu sina, unayo mwenyewe. Katika kutekeleza majukumu magereza. Nidhamu kitu tena katika kutekeleza majukumu magereza. Nidhamu kitu tena msingi wa katika kutekeleza